Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mtazamaji wa Kishki TV. Karibu sana katika show yako pendwa ya Ramadhani Quiz. Leo tena Ramadhani Quiz imeibukia maeneo hapa ya Buza. Kama kawaida, leo tena nimekuja kuwa challenge Waislamu ambao nitabahatika kukutana nao. So langu leo linasema hivi, naomba uniambie lengo la ibada ya funga ni nini? Kwa mujibu wa Qur'an, lengo la ibada ya funga ni nini? Kama ambavyo wafahamu, mwisho wa Ramadhani Quiz ndio mwanzo wa tumekubamba na robo karne, lakini sasa tunaanzia na hapa Ramadhani Quiz. Nyuma ya kamera iko Omari Salum Nyanga, mimi naitwa mwana wa Maalim Mashi. Siku ambayo utajua hujui ndio siku ambayo utajua ulikuwa hujui. Nifuate. Sheikh wangu, asalamu alaykum. Salaam. Yako habib? Unaitwa nani ndugu yangu? Rajab. Rajab, mimi nakuuliza swali rahisi sana kuhusu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ukipata na kupa zawadi yako, sawa? Bila shaka umefunga, sio? Ndio. Naomba uniambie lengo la ibada ya funga ni nini? Lengo baada ya kufunga kwamba kujua watu ambaye kujua kwanza kutekeleza ibada ambayo Mwenyezi Mungu katuamrisha tuitekeleze, na pili madhumuni kujua jinsi gani wahitaji wenzetu ukiwa hawana kitu, maana yake ili tuwasaidie kwamba njaa inaumaje. Yani labda ibada ya funga kupata afya. Tufunga ili upate afya. Ili mpate afya. Naam. Malengo maalumu ni kwamba tunatakiwa tuwe na imani ya kumwamini Mwenyezi Mungu kwamba yupo, na tuwe katika mstari ambao ulionyooka. Mimi nakupa elimu. Mungu kwenye Qur'an anasema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Ndio lengo la ibada ya funga. Chukua elimu. Hata wewe umefunga, lakini malengo tufikie katika sehemu hiyo. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Hali yako habib? Alhamdulillah. Unaitwa nani Sheikh? Naitwa Mahmud Rashid. Mahmud, umefunga? Nimefunga Sheikh, alhamdulillah. Kweli? Alhamdulillah rabbil alamin. Kwa nini umefunga? Nimefunga kwa sababu natimiza nguzo muhimu ya Mwenyezi Mungu. Niambie kwa mujibu wa Qur'an, lengo la ibada ya funga ni nini? Lengo la ibada ni kutimiza nguzo muhimu na kufanya toba. Asante kwa kujaribu. Inshallah. Mimi naomba nikupe elimu. Mungu anasema kwenye Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Lengo la ibada ya funga siku ni kwa ajili ya kufunga na kufanya mambo mema ndani ya mwezi mmoja wa Ramadhani. Asante. Mmejitahidi kujibu, lakini jibu sahihi kabisa. Lengo la ibada ya funga ili watu wawe wacha Mungu. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Kwa hiyo chukueni elimu hiyo. Naomba niambie lengo la ibada ya funga ni nini? lengo la ibada ya funga kutimiza majukumu ya Allah. Sawa, Allah ameshatuagiza ili tufunge tutekeleze. Mungu ifunga sikaileta, na ilikuwa katika umma zilizopita pia waliletewa funga, na Mungu na sisi katuletea, katufaradhishia tufunge ili iwe nini? Lengo liwe nini kwa mujibu wa Qur'an? Baada utukufu Sheikh. Baada utukufu. Baada utukufu. Haya, amekuja vitu tumpe zawadi. Swali linasumbua. Almuhimu lengo la ibada ya funga ni kuwa wacha Mungu. Naam. Ingawa kuwa mcha Mungu utakuwa umepata utukufu. Asante sana. Kwa zawadi yako hii hapa ya tena. Inshallah. Neno lako Waislamu kuhusiana na umuhimu wa kujifunza mambo yao ya dini. Kujifunza. Watimize majukumu ya Allah. Picha moja kumbukumbu na mshindi wangu hapa. Lengo la ibada ya kufunga ni la kwanza. Mimi nataka moja tu. Kufuta dhambi ambazo tulizitenda kabla ya Ramadhani. Naomba niambie lengo la ibada ya funga ni nini kwa mujibu wa Qur'an? Kwa mujibu wa Qur'ani, ili imani ikae sawa. Kwa mujibu wa Qur'ani, funga ili tuwe wacha Mungu. Takbir. Alhamdulillah. Haya, brother ameupiga mwingi sana bwana. Haya. Hilo ndio lengo la ibada ya funga bwana. Ili tuwe wacha Mungu bwana. Mimi nakupa zawadi yako hii hapa. Yako tunakupa paketi ya tende. Inshallah tutafungulia. Neno lako Waislamu nawaambiaje kuhusiana na umuhimu wa kujifunza mambo yao ya dini? Wapate kusoma dini. Sababu dini haihitaji babaishaji. Dini inahitaji kukaa darasani na kujua kusoma
kheri itapatikana inshallah. Picha moja kumbukumbu na mshindi wangu. Ramadhani Quiz siku leo imeisha hivi hapa maeneo ya Buza kwa Mama Kibonge. Kama kawaida mwisho wa Ramadhani Quiz ndio mwanzo wa Tumekubamba na Robo Karne. Tumekubamba na Robo Karne 2025. Michael Stefan, taasisi ya Al-Hikma Foundation unaijua? Ya, naifahamu. Wale wana mashindano makubwa mabara yote ulimwenguni pale katika uwanja wa Mkapa. Ushasikia hiyo? Nilishasikia. Naomba niambie ile mashindano yanafanyika tarehe ngapi mwezi wa ngapi? Yale ni tarehe 16 mwezi wa 3. Tarehe 16 mwezi wa 3. Michael wewe unakwaje? Alafu Mkristo of mambo ya Kiislamu unafuatilia sasa umejuaje? Mimi ni mtundi kwenye mambo yao, lazima kidogo ni dili huku na huku. Kwa hiyo unajua ni tarehe? Ya, na muda wenyewe. Muda saa ngapi? Nafikiri kuanzia saa 12 asubuhi. Upige mwingi sana. Wewe nakupa zawadi ya t-shirt. Somea hiyo, nasemaje maandishi hapo? Hii inaitwa Al-Hikma Taifa kwa Mkapa. Ndani ya Ramadhani. Ruka maandishi mekundu au wewe Yanga ni? Bwana hapo umenikosha hapo. Al-Hikma Taifa kwa Mkapa tarehe 16 mwezi wa 3 2025 ndani ya Ramadhani. Asante sana. Sasa kabla tujaondoka hapa, naomba uwaite watu watatu, swaiba zako, rafiki zako, ndugu zako, uambie tarehe 16 mwezi wa 3 wasikose kwa Mkapa. Twenzetu wa kwanza. Bwana, mtu wa kwanza hapa namuita Saidi Mwangamweru. Nadhani haweza kukosa ndani ya tamasha hili, lakini mtu wa pili namuita Omari Manjaka. Naye pia najua ni mdau wa mambo haya. Lakini watatu nadhani ni Severin Jafo. Nadhani pia anaweza kukosa maeneo hayo. Asante sana. Picha kumbukumbu t-shirt tuigeuze hivi ionekane pale. Picha kumbukumbu na mshindi wangu hapa. Tumekubamba na Robo Karne 2025. Naitwa Joseph. Jose, mambo mazuri? Safi kabisa. Al-Hikma Foundation unaijua? Nadhani naifahamu. Wanaandaa mashindano makubwa pale katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Niambie mashindano haya yanasimamiwa chini ya nani? Chini ya nani? Anayesimamia mashindano kupitia Al-Hikma. Kupitia Al-Hikma. Sheikh Kishki. Takbir. Unaitwa nani? Joseph. Joseph amepiga mwingi sana, anasema Sheikh Kishki. Of course ndo mwenyewe. Na mashindano yatakuwa tarehe 16 mwezi wa 5. Al-Hikma Taifa kwa Mkapa tarehe 16 mwezi wa 3 2025 ndani ya Ramadhani. Waambie watu watatu washikaji zako tarehe 16 mwezi wa 3 wasikose kwa Mkapa. Tarehe ngapi? 16 mwezi wa 3. 16 mwezi wa 3 msikose kwa Mkapa. Muite mmoja fulani usikose kwa Mkapa. Sheikh Rajabu. Shazoea majina utani. Honesty. Wewe muite tu. Honesty usikose kwa Mkapa. Msukuma usikose kwa Mkapa. Karibuni sana. Asante sana bro. Picha moja kumbukumbu huko maandishi yaonekane ya t-shirt yetu kabla kusema kwa heri. Tumekubamba na Robo Karne 2025. Sheikh Rajab, Al-Hikma Foundation unaijua vizuri? Naipata. Unajua kama tunaandaa mashindano mwaka huu? Naam. Nitajie nchi 3 za Afrika ambazo washiriki wake watashiriki katika hayo mashindano. Ya kwanza ukiacha Tanzania. Kenya, Uganda na Burundi na. Haya, bro mpiga mwingi sana. Namwambia Sheikh Joho asikose tarehe 16 mwezi wa 3 kwa Mkapa. Ndama hapo namwambia asikose tarehe 16 mwezi wa 3 kuhudhuria katika Qur'an tukufu. Na Sheikh nani hapo? Sheikh Jose hapo. Usikose tarehe 16 mwezi wa 3 katika. Asante sana. Picha moja kumbukumbu. Tumekubamba na Robo Karne 2025. Hao ndio ambao tumewabamba na Robo Karne katika siku hii ya leo. Kumbuka tulianza na Ramadhani Quiz, tumemaliza na Tumekubamba na Robo Karne. Kutoka hapa maeneo ya Buza hatuna tena la ziada. Asante kwa wote ambao walikuwa nasi. Nyuma ya kamera alikuwa ni Omari Salum Nganga. Mimi ni mwana wa Maalim Mashi. Siku ambayo utajua hujui ndio siku ambayo utajua ulikuwa hujui. Assalamu alaikum
wa rahmatullahi wa barakatuh. The first 5 years of a child's life are critical for mental growth, moral foundation, and social skills. That's why Al-Hikmah Nursery and Daycare Center provides excellent care and quality education for children under 2 to 5 years. We use modern teaching methods including play-based learning and creative arts in a fun, stimulating environment. Each class has 2 teachers to ensure personalized attention. Beyond academics, we offer extracurricular activities like kids football, arts and science exhibitions, cooking, painting and sewing. At Al-Hikmah schools, we prioritize spiritual, academic and moral growth with affordable school fees paid in 3 installments. We are located at Mwaka Street near Tungi Mosque, Temeke, Dar es Salaam. Follow our social media pages at Al-Hikmah Nursery Daycare Center or give us a call today through 0654 003355. Al-Hikmah schools, never lose hope.